Wanakuambia kwamba ni muda wa kuheshimisha nchi. Hao ndio wana Simba, ndivyo ambavyo kauli yao wanazungumza hivyo. Hii ni kwa sababu wanashuka dimbani siku ya hii leo kuelekea kwenye mechi ya kwanza, yani hatua ya makundi dhidi ya Angola Petro di Rwanda. Moja ya mechi ambayo kila mmoja anatazama kwa jicho la tatu. Kwa upande wa klabu ya Simba wanahitaji kwa ajili ya kuweza kupata alama tatu nyumbani. Wanakuambia kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Sasa hapa tutakwenda kuangazia moja kwa moja kikosi cha Simba ambacho kinatarajia kuanza kwenye mechi hapo baadaye. Lakini pia kabla sijakwenda kukutazamia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinaanza dhidi ya Petro di Rwanda. Katika moja ya michezo mikubwa ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, klabu ya Simba inateremka dimbani siku hii leo dhidi ya Petro di Rwanda wakiwa na malengo mawili makuu tu: kupata ushindi muhimu na kuthibitisha ubora wao mbele ya mashabiki wa nyumbani. Lakini pia kwa upande wa kocha tunasema Pantev amepanga kikosi chenye nguvu, kazi na uzoefu, kikosi kinachoendana na falsafa ya soka na pressure ya kasi na kuhitaji mashambulizi zaidi. Hiki hapa ndicho kikosi. Kwa upande wa golini yupo Yakubu Suleiman. Tunafahamu kwa upande wa Yakubu ni mlinda mlango mwenye utulivu mkubwa, uwezo wa kuokoa mipira na tunafahamu ana mawasiliano mazuri na safu ya ulinzi. Ni kipa anajua kusoma mashambulizi ya wapinzani na atakuwa nguzo ya kwanza kuizuia Petro di Rwanda, timu inayojulikana na uchezaji na pasi nyingi zaidi. Lakini kwenye mechi hii leo watakuwa wakizingatia zaidi kuona ni namna gani hasa ambavyo watatoka kwenye mechi hii leo. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe tunafahamu ni beki ambaye ni mzoefu, lakini pia ni kiongozi ndani ya kikosi. Atafanya kazi mbili muhimu: kuziba upande wa kulia dhidi ya winga mwenye kasi kwa upande wa Petro di Rwanda, lakini pia kuunganisha mashambulizi kwa kupanda na kutoa cross zenye ubora wa hali ya juu zaidi kwa ajili ya washambuliaji. Lakini pia beki ya pembeni kushoto yupo Anthony Mligo. Mligo tunafahamu ni kijana mwenye kasi, lakini pia ana nguvu, lakini pia ana uwezo wa kupiga cross sahihi. Lakini pia tunafahamu ni mmoja ya mchezaji ambaye atakuwa akifanya zaidi kupenya kwenye eneo la upande huo wa kushoto. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak. Dirak tunafahamu ni mchezaji mwenye uzoefu, lakini pia ana akili ya juu na kusoma mchezo, lakini pia ni mtulivu, lakini pia atakuwa kiongozi kwenye eneo hilo la safu ya ulinzi. Lakini pia kwenye eneo hilo atakuwepo Wilson Nangu tunafahamu kwa upande wake ni mchezaji ambaye anacheza kwa nguvu, lakini pia ni mkakamavu, lakini pia ni muimara zaidi kwenye eneo hilo. Lakini pia atakuwa na kazi ya kuruka juu na kukubaliana zaidi na mipira mirefu ya juu, ambavyo yeye kwenye upande huo ana uwezo wa juu. Hata pia Rashid tunaona na uwezo huo. Lakini pia kwenye upande wa viungo wakati yupo Yusuf Kagoma. Huyu ndiye ambaye atakuwa moyo wa timu. Kwa upande wa Kagoma, huyu atakuwa anavunja mipango ya pasi za Petro, lakini pia atakuwa akiingia vizuri kwenye upande wa safu ya ulinzi. Lakini pia atakuwa na uwezo pia kuanzisha mashambulizi kwa pasi za mbele zile ndefu. Lakini pia kwenye eneo hilo atakuwepo na Nabi Kamara. Nabi tunafahamu ni mchezaji mwenye akili, lakini pia ni mtulivu, atakuwa kiungo ambaye anajenga mchezo, lakini pia atapokea mpira kutoka kwenye eneo ambalo atakuwa anatoka Kagoma kwa ajili ya kufungua kwenye maeneo ya mbele. Lakini pia kwenye upande wa kiungo mshambuliaji yupo Morris Abraham. Morris tunafahamu ni kijana ambaye ni bado umri wake ni wa chini, lakini pia ni mbunifu, ni mwepesi, lakini pia na uwezo wa kupenya katikati. Pasi zake zitakuwa ni za haraka zaidi kwa ajili ya kuweza kushambulia kwa washambuliaji wa mbele. Lakini pia kwenye eneo la winga yupo Kibu Dennis. Kwa upande wa Kibu tunafahamu kasi yake, kuingia ndani na kupiga mashuti, kucheza pia kombinenga nzuri kabisa na Shomari Kapombe. Atakuwa ni mwiba mkali akijaribu kuwatesa mabeki wa Petro di Rwanda kwa ajili ya dribble zake ambazo amekuwa akizifanya mara kwa mara. Eli Mpanzo atasimama kwenye eneo la kushoto. Eli tunafahamu ni mchezaji mwenye nguvu, ana kasi, lakini pia ana uwezo wa kupiga cross, lakini pia ana uwezo wa kuingia katikati na kutengeneza nafasi na kupiga mashuti, akishirikiana vizuri na Mligo upande wa kushoto ili kuleta pressure ambayo itakuwa ni ya kudumu kwa muda mrefu. Mshambuliaji wa mwisho atakuwa ni Jonathan Soa. Soa tunafahamu ni mshambuliaji mwenye nguvu, lakini pia ni mzuri zaidi, lakini pia ana uwezo wa kumaliza kwa ufasaha. Anajua kutafuta nafasi, nguvu zaidi, atakuwa na uwezo wa kuhimili safu ya mbele kwenye eneo